zingzong kubwa zaidi ni kesho, ambapo hapo wawakilishi kutokea taifa la Tanzania Simba Sports Club watakuwa kibaruani kwenda kumenyana na RS Berkane, na hii ni mchezo wao wa mkondo wa kwanza fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika. Wenda ndio mchezo ambao umebeba matumaini makubwa ya Watanzania wengi na mashabiki wengi wa kandanda, lakini pia mashabiki wa Simba. Twende tukautazame mchezo wenyewe. Binafsi unautazama mchezo wa aina gani pengine ambao tunatarajia kwenda kushuhudia? Binafsi ninauona ni mchezo wa kimkakati zaidi, kwa sababu kila timu inatamani kutengeneza mazingira mazuri ya kulipata kombe hili la shirikisho barani Afrika, kwa maana ya wenyeji RS Berkane ambao wao ndio wataanzia nyumbani alafu watakuja kumaliza ugenini Tanzania. Na katika siku za hivi karibuni wote tunafahamu kwamba Berkane ni watu ambao wakiwa katika uwanja wa nyumbani, kwanza kupoteza kwao ni mwiko, hawatamani iwe hivyo, lakini pia kuruhusu idadi ya mabao, ila wao wanachokifanya ni kufunga magoli mengi ili unapokwenda katika mechi ya ugenini wawe wana mazingira rafiki ama rahisi kuweza kufanikiwa kusonga mbele ama kupata taji katika mchezo wa finali. Na warejesha nyuma katika mchezo wa hatua ya nusu finali, walikutana na CS Constantine, timu ambayo walikuwa na Simba kwenye kundi moja kama mnakumbuka, la kombe la shirikisho barani Afrika. Mchezo wa kule kwao Berkane walishinda magoli 4-0. Walipata hayo na yaliwasaidia katika mchezo wa marejeano ambao waliruhusu kufungwa goli moja, lakini aggregate ikawa imewabeba kwenda kule mbele. Sasa mazingira kama hayo wanakutana nayo katika mchezo wa finali, ya kwamba wao wanaanzia nyumbani. Kwa hiyo ninachokitegemea katika mchezo wa kesho ni mikakati zaidi kwa RS Berkane. Mikakati ya kwanza, kuhakikisha wana score numbers kubwa ya magoli ili aweze kuwasaidia katika game ya marejeano ambayo itapigwa Tanzania. Na wengi huwa tunafahamu kwamba Simba akiwa katika ardhi ya nyumbani, iwe kwa Mkapa iwe wapi, lakini anapocheza nyumbani Simba anakuwa ni mnyama mwingine katika michuano ya kimataifa. Na hilo hata Berkane wao wanalijua, kwa sababu walishawahi kucheza hawa jamaa katika michuano hii ya kombe la shirikisho barani Afrika. Na wengi tunakumbuka game ya kwanza ambapo walicheza kwa Mkapa, Simba alishinda bao 1-0, bao la Pape Osman Sako, mchezo wa Machi 13 2022. Lakini walipokwenda kule Berkane Februari, game ilianza ugenini, Simba alianza ugenini, alifungwa 2-0 na Berkane, lakini alipofika nyumbani alishinda goli moja. Hii maana yake ni kwamba kila mtu anapokuwa katika uwanja wake wa nyumbani anapata matokeo ya ushindi, jambo ambalo wanataka kuhakikisha linafanyika katika mchezo wa kesho. Lakini si mkakati huo tu wa kufunga magoli mengi Majanta. Kumbuka bado katika hii michuano goli la ugenini linafanya kazi. Kwa hiyo kazi yao ni kwamba tuhakikishe tunafunga magoli ya kutosha, lakini pia tuhakikishe Simba hapati goli lolote. Kitendo cha Simba kupata goli lolote angalau hata moja litampatia nguvu kubwa sana ya kuweza kufanya vizuri katika game ya nyumbani. Kwa hiyo ni mikakati kwa upande wa Berkane. Kwa upande wa Simba Sports Club, mkakati wao kuhakikisha hawafungwi magoli mengi. Kutokufungwa magoli mengi manake utakuwa una faida unapocheza nyumbani ya kuweza kufanya vizuri. Ni kurejeshe mchezo wa robo finali ambao Simba alicheza na Al Masry. Simba alipoteza ile game, lakini hawakupoteza kwa idadi kubwa magoli. Magoli mawili ambayo nyumbani una uwezo wa kurudisha. Na ni kweli good luck ni kwamba Simba alirudisha ile magoli na wakapita kwa mikwaju ya penalty. Kwa jambo la kuhakikisha kesho Simba ni hata kama kupoteza basi yasivuke magoli mawili. Simba na uwezo wa kurejesha nyumbani, inawezekana pia. Na kama haitoshi basi mkakati mwingine Simba kupata angalau goli moja au kutafuta sare ya aina yoyote inaweza ikamvusha Simba, na ukiangalia anaanzia katika ardhi ya ugenini, jambo ambalo pia ni faida Majanta. Wanaenda kukutana na mpinzani wa aina gani? RS Berkane ni timu ya aina gani pengine? Matokeo yake yakoje, lakini pia performance ya wachezaji hatari na kadhalika? Bwana, Simba wanakwenda kukutana na mpinzani ambaye si rahisi. Yaani lazima tuambiane ukweli na watu waweze kulifahamu. Simba wanakutana na mpinzani ambaye weight yake iko juu. Hivi tunavyozungumza, huyu ni bingwa wa michuano hiyo ya kombe la shirikisho barani Afrika, ana mataji mawili mpaka sasa. Manake mchezo wa kesho anakwenda kutafuta taji jingine la 3, wakati Simba yeye anakwenda kutafuta taji la kwanza. Unaweza kupata picha kwamba hawa ni watu wa aina gani. Walishinda taji lao katika msimu wa mwaka 2019-20
lakini pia taji lao la mwisho ni mwaka 2021-2022. Na kama haitoshi, msimu uliopita ambao Zamalek alichukua walicheza finali. Maana yake kesho Berkane wanaingia katika finali ya pili mfululizo. Maana yake wana kikosi kikubwa, kikosi kipana, wamekitunza vizuri na kina watu ambao wanaweza wakaipatia timu matokeo. Baadhi ya nyota ambao wa kuangalia katika kikosi cha Berkane hapo kesho, Simba wanatakiwa kuwa nao makini. Fanya ufanyavyo, striker wao nambari 9 ni mtu mmoja hatari sana, ni mtu ambaye anafunga. Huyu namzungumzia kwa wale ambao kesho watapata nafasi ya kuangalia bwana, anaitwa Osama Ramrui. Anavaa jezi nambari 9 mgongoni. Kumbuka saizi ligi kuu ya Morocco bingwa amekwisha kupatikana. Bingwa ni yeye mwenyewe, Berkane. Ameweza kutoa ubingwa huu katika siku za hivi karibuni, na kwa upande wa magoli huyu ndio kinara na magoli 10 mpaka sasa kwenye kikosi chao, Osama Ramrui, na anafunga. Kwenye michuano ya kombe la shirikisho barani Afrika anashika nafasi ya pili kwa ufungaji. Yeye ana magoli 4 na bado ana mchezo mmoja wa kesho na mchezo wa tarehe 25. Kwa hiyo ni mtu mmoja hatari na wa kumwangalia sana katika kikosi cha Berkane, hasa katika mchezo wa kesho. Berkane wanaonekana kuwa hatari katika eneo hilo la ufungaji. Na nikukumbusha ile game ambayo alishinda magoli 4-0 nusu finali dhidi ya CS Constantine. Osama Ramrui alifunga magoli 2 kati ya hayo magoli 4. Unaweza kupata picha ni mtu wa namna gani. Lakini pale katikati wana kiungo moja mzuri, ni dogo tu, amezaliwa mwaka 2003, miaka 22, jezi nambari 6 mgongoni. Kesho watu watapata nafasi ya kumuona, anaitwa Mamadou Lamine Camara. Huyu ni Msenegali, ana rangi nyeusi kama yangu na yako bwana Majanta. Lakini pale katikati anazima, ni mtu ambaye ni mzuri katika kuzuia, ni connector mzuri, ni mtu ambaye anajua kuwaunganisha mabeki wake na washambuliaji wake pale juu. Kesho yupo na pengine nitategemea bato ya aina yake kati ya Yusuf Kagoma, Ngoma pamoja na huyu bwana mdogo ambaye nimekwambia amezaliwa mwaka 2003, ni mchezaji mzuri. Lakini pia Yusuf Dayo kama atakuwa yuko fit atapatikana, ni miongoni mwa wachezaji wazuri na ni hatari katika eneo la ulinzi wa kati. Ni beki wa timu ya taifa ya Burkina Faso, ana manywele mengi hivi mgongoni, naye pia ni mweusi kama tulivyo sisi. Katika michuano ya kombe la shirikisho barani Afrika mpaka sasa amefunga magoli 3, sawa kabisa na top scorer wa Simba Janchale Ahoua pamoja na Kibu Dennis wenye magoli 3. Imagine huyu ni mlinzi wa kati, lakini pia sometimes anakuofa kufunga magoli. Na hayo magoli anafunga katika mazingira gani? Mazingira ya mipira ya kutenga, huwa anapanda mbele, mipira ya kona au kama zile faulo ambazo moja kwa moja zinaweza kupelekwa langoni, ni mtu ambaye anapanda. Kwa hiyo Simba wanatakiwa kuangalia zaidi watu wa namna hii, na si tu Berkane, si tu Simba kuangalia Berkane, hata Berkane wanatakiwa kuangalia Simba. Kuna wachezaji hatari wengi, tunamfahamu Janchale Ahoua, ndio top scorer kikosi cha Simba kuanzia kwenye ligi kuu kandanda Tanzania bara, na kama haitoshi hata katika hili kombe la shirikisho nimekwambia na magoli 3. Ni mtu hatari sana, yani huwezi kusema Simba ni hatari bila kumtaja Janchale Ahoua. Kumbuka Simba imefika hapa kwa miguu yake. Kuna mechi 2 mimi nataka nikukumbusha ambazo Ahoua ameziamua. Kwanza kwenye hatua ya makundi, tena na ya tatu. Ndio. Kuna mechi walicheza dhidi ya Bravos ambayo ilikuwa ngumu sana hapa Bongo. Simba alishinda bao 1-0. Mkwaju wa penalty alipiga Ahoua, pointi 3 akazipeleka kama mnakumbuka. Simba alicheza na CSS Sfaxien ugenini, alifunga bao pekee yeye mwenyewe, pointi 3 akazipeleka. Na kama haitoshi hiyo ni 9. 10 mchezo wa nusu finali ya kwanza pale New Amani Complex. Ndio. Game ilikuwa ngumu, Stellenbosch alikuwa anafika kama unakumbuka. Tena uzuri hiyo game ilitangaza Majanta. Yeah, ndio. Lakini kwa uwezo wake Janchale Ahoua alifunga goli la aina gani kama unakumbuka? Kwa sababu yani namna ambavyo ukija kuangalia kwa nafasi ambayo Janchale Ahoua aliitumia, basi yawezekana watu wengi wange wasingefikiria kama pengine ilikuwa ni goli, kwa sababu ilikuwa ni goli la free kick lile. Ukuta umetengwa vizuri, manake uwezo wake binafsi uliamua mechi. Ingawaje alikosa goli, lakini mimi sitaki kuzungumzia mabaya, mimi nataka kwanza kuzungumzia mazuri. Nataka nikuoneshe umuhimu na ubora wa Janchale Ahoua. Kwa hiyo ni mtu ambaye anaweza akaamua matokeo muda wote. Wana elimu Panzu, wengi tunafahamu kazi anayoifanya. Mechi ya kombe la shirikisho barani Afrika Simba anacheza dhidi ya Al Masry. Tayari pressure iko juu kama unakumbuka. Ndiyo. Simba ameshatangulia magoli 2 ya kule nchini Misri. Mpanzu
anafungua akaunti ya mabao, anafunga goli moja la mbali kweli kweli, linaingia linapeleka confidence, mambo yanaendelea ndani ya kikosi cha Simba. Nao pia ni watu hatari. Lionel Christian Ateba wengi wanambeza, lakini uwezo wake ukaa na mali kuwafanya mabeki washinde kurelax pale katika eneo lao, ni mtu mwenye faida pia. Kwa hiyo yote kwa yote ni mchezo mgumu, mchezo mzuri, mchezo wa kimkakati. Lolote linaweza likatokea. Faida ipo kwa Berkane akicheza nyumbani na matokeo ambayo ameyapata mpaka sasa, lakini pia faida ipo kwa Simba kuanzia ugenini kumalizia nyumbani. Okay, sawa. Ziko taarifa za baadhi ya nyota wao kuweza kukosekana katika mchezo wa kesho Mazingzo. Na tunafahamu pia hizi ni kama figisu fulani kwenye soka. Yaani unaambiwa mchezaji fulani kiwemo mchezaji wao mlinzi wa upande wa kulia huenda akakosekana, lakini unavyofika uwanjani huwa pia unakuta yule mtu ambaye unaambiwa atakosekana unakutana naye. Huenda pia ikawa mbinu kwa RS Berkane. Inawezekana ikawa hivyo, lakini mimi cha kuwashauri Simba kwa majira haya wao wasifocus Berkane wanafanya nini. Tushanielewa vizuri. Wao wafocus namna kujiandaa na kuendea mchezo huu. Maana yake hapa master wa mchezo ni kocha Fadu Davis. Yeye aandae tu kikosi chake. Maana yake tukisema eti fulani atakuwepo au hata kuwepo, mwisho wa siku kwenye mpira bwana hachezi mtu mmoja. Anaweza akawepo na timu ikapoteza vile vile. Lakini kama hata wepo pia ni faida ya Simba. Maana yake hapa unamzungumzia mlinzi wa kulia Haitham Manout, ambaye katika mechi za ligi kuu nchini Morocco Botora msimu kacheza michezo 25. Yaani katika michezo 30 Mwamba amecheza michezo 25. Maana yake huyu ni mtu wa lazima kuanza. Maana yake ni Shomari Kapombe wao. Ndiyo. Upande anaocheza yeye ni upande ambako anatokea Elim Panzu Kibisawala. Maana yake katika mabeki wao wote wa kulia huyu ndio the best. Sasa kama anakosekanika, unampanga beki ambaye pengine alikuwa hapati nafasi moja kwa moja na unajua benchi halijamwacha mtu salama. Pengine atakosa ile match fitness, alafu unakutana na Mpanzu ambaye amewaka, kwa madhara anaweza akawa upande wao. Kwa hiyo inaweza ikawa ni faida kwa Simba kama taarifa hizi zina udhibiti ya kwamba atakosekanika kesho Haitham Manout katika eneo la ulinzi wa kulia. Kwa hiyo yote inawezekana pia kama ulivyosema. Wewe